Bwana, ligi kuu soka Tanzania bara kama kawaida, kwa mara ya kwanza klabu ya Young Africans msimu huu imepata sare ya tatu mfululizo mara baada ya kutoka sare ya goli moja kwa moja dhidi ya kikosi cha Mtibwa Sugar. Inawezekana hiyo kwako ni story nzuri kabisa, na kwako ambaye ni shabiki wa klabu ya Young Africans inaumiza kuona matokeo ambayo Yanga inapata. Kwako ambaye ni shabiki wa timu pinzani na timu yako kwenye resi ya ubingwa kama ni Azam, Singida Black Stars ama Simba, utakuwa unafurahia matokeo ambayo Yanga ameyapata. Lakini sasa matokeo ya Yanga sio story. Story kubwa ni tukio la Djigui Diarra kushikwa na kuzuiwa na wazaji wenzie Mohamed Hussein, Bakari Mwamnyeto, akaja baadaye viongozi wa klabu ya Young Africans wakiongozwa na kwanza meneja wa timu kwa maana Walter Harrison, kapambana sana kumzuia, baadaye mpaka rais wa klabu ikabidi atoke jukwani ashuke chini kuja kusuluhisha ule utata ambao Djigui Diarra alikuwa anauleta. By the way, alikuwa anamharas mwamuzi, alitaka hadi kumshambulia kabisa mwamuzi. Mwamuzi akataka kutoa kadi, Bakari Mwamnyeto akarudisha kadi ya mwamuzi mfukoni na mambo mengine ambayo yanaendelea kwa hivi sasa. Sasa mashabiki wa Yanga pamoja na watu mbalimbali wanaweza kukubaliana na mimi kwamba pengine jana mwamuzi hakuwa sahihi kwenye matukio mengi ambayo yaligharimu Young Africans alama mbili, na pengine wangepata alama tatu wangeweka gap lingeendelea kuwa refu zaidi kati yao na mahasimu wao ambao wanawania nao vita ya ubingwa ligi kuu soka Tanzania bara. Lakini pamoja na Young Africans kuonewa, yapo makosa ya kikanuni ambayo Djigui Diarra ameyafanya, ambayo Young Africans kwa namna moja au nyingine wanatakiwa kujiandaa kumkosa golikipa wao katika michezo kuanzia mitatu mpaka michezo sita ya ligi kuu soka Tanzania bara.